5, lakini unaandika tena, andika ile Marko sura ya 10 ile mstari wa 43 na 45, lakini unaandika tena, andika kitabu hiki tena Luka 22, 24, 26, alafu kitabu cha mwisho ni Misali 12 mstari wa 26. Nitarudia tena Marko sura ya 9 mstari wa 33 hadi ule wa 35, na ile Marko tena mstari wa sura ya 10 mstari wa 43 hadi 45, lakini kile kitabu cha Luka sura ya 22 mstari wa 24 hadi 26, lakini Misali 12 mstari wa 26. Nitaanza kwa kusoma kitabu cha Misali sura ya 12 mstari wa 26. Neno la Bwana linaniambia 26. Neno la Bwana linaniambia mwenye haki ni kiongozi cha mwenzake. Mwenye haki ni kiongozi cha mwenzake. Ninasogea hadi kile kitabu cha Marko sura ya 9. Marko sura ya 9 ule mstari wa 33. Neno la Bwana linasema wakafika Kapernaumu, sawa, Kapernaumu. Wakafika Kapernaumu, hata walipokuwamo nyumbani, akawauliza, mlishindania nini njiani? Wakanyamaza, kwa maana njiani walikuwa wakibishana wao kwa wao, ni nani aliye mkubwa. Akaketi chini, akawaita wale tenashara, akawaambia, mtu atakaye kuwa wa kwanza atakuwa wa mwisho kuliko wote, na mtumishi wa wote. Nitaruka tena kusoma ile Marko 10:43-45. Biblia inasema Marko 10:43-45, lakini haitakuwa hivyo kwenu, bali mtu anayetaka kuwa mkubwa kwenu atakuwa mtumishi wenu, na mtu anayetaka kuwa wa kwanza wenu atakuwa mtumwa wa wote. Roho Baba, libariki neno hili tunapoenda kulisikia. Roho Mtakatifu likafanyike na kuumbika ndani ya maisha yetu, katika jina la Yesu ninaomba kushukuru, amen. Unaandika kichwa cha somo, andika maisha ya kiongozi mwenye matokeo makubwa. Maisha ya kiongozi mwenye matokeo makubwa. Nimeanza kwa kusoma kitabu kile cha Marko sura ya 9 mstari wa 33 hadi 35, lakini nikaongezea tena kile kitabu cha Marko sura ya 10. Vitabu hivi vinaelezea kwa habari ya Yesu pamoja na wanafunzi wake. Walifika mahali wanafunzi wa Yesu, kwa sababu walikuwa wanajua Yesu anaelekea kuondoka duniani, akawa wanaanza elewa kwamba Yesu akiondoka kuna mtu atakuja kureplace nafasi yake ili kuliongoza lile kundi. Walikuwa 13, yaani wanafunzi 12, lakini na Yesu mmoja. Lakini walipotambua hilo, wakaanza mabishano wao kwa wao, wanaanza kuwaza, nani atakuwa kiongozi wetu? Nani ambaye atasimama kutuongoza sisi? Nimekusomea ile Marko sura ya 9, inaelezea hapo ni Yakobo na Yohana. Yakobo na Yohana wanajifanya sasa hao ndio wakubwa, lakini ile Luka sijaisoma, haijaelezea ni mwanafunzi gani, ila bila shaka alikuwa ni Petro. Kielele, yaani wao wanatamani kuwa wakubwa, wanatamani kuwa viongozi kwenye lile kundi. Sasa Mungu anasema, au ukitaka kuwa mkubwa sharti ufanye mambo haya. Akwambia ukitaka kuwa mkubwa lazima uwe mdogo. Nami nikapata dhana ya kwamba maisha ya kiongozi wa kileo ni maisha ya utumishi. Maisha ya kiongozi wa kileo ni maisha ya utumishi. Ili uwe mtu mkubwa, ili uweze kuongoza mambo makubwa, ili uongoze watu, lazima ujue ya kwamba
maisha ya kiroho yanapaswa kuwa maisha ya utumishi, maisha ya utumishi. Katika mazungumzo haya wanafunzi wa Yesu wanaendelea kubishana, wanaendelea kusema mimi ndio nitaongoza, mimi mkubwa. Kuna wakati wakamuuliza Yesu, wanamuuliza maswali mengi. Yesu akaambia, ukitaka uwe mtu mkubwa, kuwa mdogo, alafu kubali kutumikia wengine, kutumikia wengine, kutumikia wengine. Ninaongelea kwa habari ya maisha ya kiongozi mwenye matokeo makubwa, maisha ya kiongozi mwenye matokeo makubwa. Na ninaanza na pointi ya kwamba kiongozi wa kiroho ni mtumishi, ambao Yesu hapa anasema nyie mnataka kuongoza, lakini ishu ya kuongoza sio kwamba utakuwa mtu mkubwa, unatakiwa uwatumikie wengine. Bwana asifiwe sana, Bwana asifiwe sana, Bwana asifiwe sana. Jambo lingine ambalo linapata kutokea kwenye kitabu hiki cha Marko kwamba kiongozi wa kiroho yeye ni mwangalizi, yeye ni mwangalizi. Yesu anaanza wafundisha wanafunzi wa Yesu, wanafunzi wake. Yesu anaanza waelekeza, maana alikuwa anatambua muda ndio umekaribia wa yeye kutoka duniani. Anaanza kuwachonga akina Petro, anaanza kuambia akina Yakobo, na hapa ni Luka na Yohana anaelezea hivi. Ila ukienda Matendo, Yesu ameondoka, wao akina Petro ndio wanaanza kuongoza kanisa. Hawakuongoza tu kundi la wanafunzi 12, bali walikuja wakapewa neema ya kuongoza kanisa. Petro mzee wa kwanza wa kanisa anaongoza kanisa, ila alianza kusaidiwa hapa. Wewe Petro, unajua ishu ya kiongozi inahusu nini? Uongozi ni utumishi, lakini sio utumishi tu, unatakiwa ulitunze kundi na kuliangalia. Kuna kuliangalia. Petro anaambiwa hivi. Mimi nikashuka kidogo nikaandika maisha ya kiongozi yanatakiwa yaweje ili alete matokeo makubwa. Maisha ya kiongozi yanatakiwa yaweje ili alete matokeo makubwa. Mungu anaweza achilia nafasi kwako wewe. Ndiyo, sikatai, tupo katika wiki la uongozi, na hapa tutapata wawakilishi wa kutuongoza. Ila katika vitabu nilivyosoma, nilianza kusoma kitabu cha Misali 12 mstari wa 20 mstari wa 26. Kile kitabu cha Misali inasema mwenye haki ni viongozi. Yaani maana yake sisi wote hapa katika hili kusanyiko, sisi in nature ni viongozi. Maana halisi ya mwenye haki ni mtu yoyote anayemcha Mungu. Maana kama ni mtu yoyote anayemcha Mungu ndio mtu mwenye haki. Biblia inasema yeye ni kiongozi. Maana yake huyu kiongozi ana maisha fulani anatakiwa aishi ili alete matokeo makubwa. Sio tu hapa labda kwenye fellowship yetu. Mungu ataweza kuinua viongozi hata kwenye serikali ya wanafunzi, semester ijayo, hata baadaye sisi ambao tunaondoka mahali hapa. Yesu ataweza kuinua viongozi hata kwenye taifa letu. Kuna mambo inapasa tuenende nayo, kuna mambo inapasa tuyafanye, kuna mambo ambayo tunapasa kuelewa, na tukielewa mambo haya tutapata matokeo makubwa. Tukielewa mambo haya tutakuwa na matokeo makubwa katika jina la Yesu. Andika jambo la kwanza ili kiongozi alete matokeo makubwa. Nini maisha yake yaweje? Unaandika jambo la kwanza, andika awe na moyo wa utumishi wala sio kutumikiwa. Awe na moyo wa utumishi wala sio kutumikiwa. Kwenye nafasi yoyote ambayo Mungu atakuweka, iwe hapa fellowship, iwe huko nje. Sio lazima uwe kiongozi wa fellowship. Sio, unaweza ukawa hata kiongozi wa project yako tu. Once Mungu anapokuamini sehemu hiyo ambao atakuweka, basi ujue unatakiwa cha kwanza uwe na moyo wa utumishi.
uwe na moyo wa utumishi, wala sio kutaka kutumikiwa. Yaani uelewe ya kwamba ili utoboe, ili utoe matokeo makubwa, lazima kitu cha kwanza uwe na moyo wa utumishi. Lakini moyo wa utumishi ukitokea kwenye kile kitabu cha Marko inakwambia, ukitaka uwe mkubwa sasa, uwe kiongozi, unatakiwa uwe mdogo. Maana moyo wa utumishi uwaga siku zote ni moyo wa unyenyekevu, moyo wa unyenyekevu, moyo ambao wenyewe unashuka. Maana yake ukitaka ili uwe na matokeo makubwa, lazima ukubali uwe na moyo wa unyenyekevu. Na unyenyekevu sio ni unyonge. Unyenyekevu siku zote sio unyonge, ila unaposhuka Mungu anakuinua. Anasema yeye anasema nyenyekeni chini ya mkono ulio hodari, naye atawakweza kwa wakati wake. Yaani yeye atawainua kwa wakati wake. Manake huyu mtu anaposhuka, huyu mtu anapokuwa mnyenyekevu, huyu mtu anapokuwa na moyo wa utumishi, ndio Bwana ana tabia ya kumuinua na kumweka kuwa mtu mkubwa na kumfanya kuwa mtu mkubwa. Nami ninatamani kwa majira haya, sio tu kwa ajili ya fellowship, kila mahali hapa kwenye kundi hili, Mungu akanyanyue viongozi ambao watakuwa na moyo wa utumishi, ambao wataenda kuleta matokeo makubwa. Kama unaamini wewe, nisaidie kumpikia amina kubwa, nisaidie kumpikia amina kubwa. Yesu akanyanyue viongozi ambao watasimama hata kwenye taifa letu ili kulitetea. Yesu anyanyue viongozi ambao wataenda kutumikia kanisa. Yesu akanyanyue viongozi ambao wataenda kutumikia makampuni mbalimbali. Yesu ya kujikontrol muda wa kikao, si muda maombi, natulia na kuwa mnyenyekevu. Lakini mimi nimemaliza form 4, nilikuwa kocha, nilikuwa na kochi, na pale nilipo form 5 nilikuwa kocha wa darasa langu. Nimeanza kuwa kocha. Sasa muda wa mpira, muda wa game, muda wa maombi, kaseta, tumejaa moto. Kaseta muda wa maombi. Unafanyaje? Lazima uweke nidhamu. Kuna vitu sio vibaya wengine wafanye, ila wewe ukishakuwa kiongozi unaanza kuidinoa, unaanza kuviacha, unaanza kuachia wengine, hata lifestyle zingine unaanza kuachia wengine. Once unapoaminiwa hata kwenye issue ya kilo, hata ndio najua kuna uongozi wa kawaida, ila uongozi wa kilo unapoaminiwa na Bwana, lazima utengeneze nidhamu kubwa ili ulete matokeo makubwa katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Yesu akainua watu ambao watakuwa na nidhamu kubwa ya kujiongoza wenyewe, lakini ya kuongoza watu. Wakatokea mahali hapa katika jina la Yesu. Nikaandika ya kwamba hiyo nidhamu kubwa, yapo maeneo ambayo ninawezesha mimi, nimeona mimi kwenye uongozi wa kiroho nidhamu gani ajenge. Nikaandika ya kwanza, eneo la maisha yake dhidi ya dhambi. Maisha yake dhidi ya dhambi, anatakiwa aweke nidhamu kubwa ya kujiongoza maisha yake dhidi ya dhambi. Anasema lilindeni kundi. Hauwezi kulilinda kundi kama huwezi kujiongoza mwenyewe. Lakini eneo la pili nikasema awe na nidhamu la maombi, au faraga na Mungu wake. Awe na nidhamu eneo la maombi, au faraga na Mungu wake. Lakini eneo la tatu nikasema awe na nidhamu kubwa ya kusoma, ya kutii na kuongozwa na neno la Mungu. Lakini nikasema awe pia na nidhamu ya muda, awe na pia ana nidhamu kubwa katika eneo la muda. Lakini nikaongezea nyingine, awe pia na nidhamu kubwa ya kuchagua marafiki wa kutembea nao, marafiki wa kuenenda nao, marafiki ambao anapaswa kutembea nao, kwa sababu hautaweza kuleta matokeo makubwa kama ukiwa na swaiba ambayo yeye kwanza inawezekana ameokoka sawa, lakini akawa maisha yake anawaza mambo madogo. Hautaweza, atakuzuia tu ili ufanye mambo makubwa kwenye uongozi. Lazima uwe na nidhamu kwenye eneo na kuchagua marafiki. Lakini jambo la tatu nikaandika